Mtoto mwingine wa kiume alikuwa na nywele kama za nguruwe na ugonjwa wa acute pleuris. Pia alikuwa anakabiliwa na tatizo la kutokwa na mkojo bila kuweza kujizuia. Katika kipindi nilichokaa hapo kufanya uchunguzi wangu wa kidaktari, nikagundua jambo moja ambalo lilikuwa likiwasababishia wakazi wa nyumba hii ama familia hii hayo maradhi yote niliyoyataja hapo juu: ulaji wa nyama ya nguruwe. Siku moja nilimuona nguruwe mkubwa aliyekuwa ameegemea tawi la mti na akawa anajikuna kwa kutumia tawi hilo. Nguruwe huyo hakuwa mbali sana na hawa wanafamilia. Nikawaambia, hivi mnamuona yule nguruwe pale? Basi nyinyi mnakula nyama yake, na katika hiyo nyama yake mnakula vitu vingi ambavyo vinamsababishia hata maumivu na ule muwasho yule nguruwe. Na katika vitu hivyo ndivyo vinavyowasababishia hayo maradhi yenu yote. Tangu siku hiyo waliochukua ushauri wangu na kuacha kula nyama ya nguruwe. Kwa sasa kuna makundi mengi ya kondoo katika mashamba yao. Utadhani umekwenda katika mashamba ya Waislamu. Mwisho wa kunukuu huyu profesa wa Kijerumani. Sasa nani huyo kaleta habari za kwamba nyama ya nguruwe ni haramu? Inaposikika sauti ikisema nguruwe ni haramu, yanapogeuzwa macho kumtazama aliyethubutu kutamka hayo, matarajio huwa ni aliyesema hivyo atakuwa ni Muislamu. Ni dhahiri moja ya tofauti kubwa baina ya waumini wengi wa Kikristo na waumini wa Kiislamu ni swala la ulaji wa nguruwe. Waislamu wakisema nguruwe ni haramu kuliwa, na pande la waumini wa Kikristo wakisema nguruwe ni halali kuliwa. Dini ya Uislamu imeruhusu kula nyama za baadhi ya wanyama, lakini imekataza kula baadhi ya nyama za wanyama wengine, tena hasa nguruwe. Nyama ya nguruwe imekatazwa kutokana na aina ya ulaji wake, muonekano wa mnyama mwenyewe, maumbile yake mabaya na kuwapo kwa vitu vyenye madhara kwa mwanadamu katika nyama ya nguruwe, kama vile uwepo wa ile minyoo ya trichina ambayo ina madhara makubwa kwa binadamu. Katika maandiko ya Qur'ani tukufu, nguruwe ametajwa sehemu zipatazo 5. Aya ambazo zimemzungumza kiumbe huyo mtata ni kama zifuatazo. Qur'ani sura ya 2, Surat Al-Baqara aya ya 173 inasema, yeye amekuharamishieni mzoga na damu na nyama ya nguruwe na kilichotajwa katika kuchinjwa kwake jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Lakini aliyefikiwa na dharura bila ya kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hapa Qur'ani inatamka wazi ambavyo si halali kuliwa, ikiwemo nguruwe, isipokuwa labda ukiwa kwenye dharura. Mfano, una njaa inayoweza kukuua na hamna chakula chochote isipokuwa nguruwe, na tena wala usile kwa matamanio na kufakamia, kula kidogo tu kunusuru uhai wako. Na halafu katika Surat Al-Maida aya ya 3 Qur'an tukufu inasema, mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na andiko lingine katika Qur'ani linaloharamisha nguruwe ni katika Surat Al-An'am aya ya 145 inasema, sema, sioni katika yale niliyofunuliwa mimi kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama ya nguruwe, kwani hivyo ni uchafu au